Hi guys, mambo vipi? I hope uko poa ambaye unaendelea kutazama na kuifuatilia Biomedia. Karibu sana mtazamaji, tuangazie makubwa kabisa katika ulimwengu wa habari na burudani. Na leo mimi ninakusogezea story ambayo unaambiwa Diamond bana hawezi kumshinda Alikiba. Kamwacha mbali sana. Haya hapa mambo 10 usiyoyajua kuhusu Diamond pamoja na Alikiba. Ni yapi? Ambatana na mimi mpaka tamati. Bana, yako mambo 10 ambayo naamini utakuwa huyafahamu. Huyajui kuhusiana na Alikiba pamoja na Diamond Platnumz. Wasanii wa Bongo Flava Alikiba na Diamond Platnumz ambao walishirikiana katika wimbo wa Kigoma All Stars nyumbani mwaka 2013 na kuketi pamoja katika video ya wimbo wa Tundamani Story Gharama mwaka 2011. Hao wamekuwa wakishindanishwa sana na mashabiki ili waweze kutofautiana, lakini wanatofautiana kama ifuatavyo. Namba 1, unaambiwa tayari Diamond Platnumz amekwisha kutoa albamu 3. Kamwambie hii ilitolewa mwaka 2010, Lala Salama mwaka 2012, A Boy From Tandale mwaka 2018 na EP moja First of All mwaka 2022. Naye pia Alikiba tayari albamu 3 zimekwisha kutoka. Albamu namba 1 ni Cinderella mwaka 2007, Al-K For Real mwaka 2009, lakini Only One King mwaka 2021. Iko pia kwake moja pia ya Starter mwaka 2024. Diamond Platnumz ametoa albamu zake zote katika miaka inayogawanyika kwa 2, huku albamu zote za Alikiba zikitoka miaka isiyogawanyika kwa 2. So mambo yako hivyo, lakini pia wote hawa wawili hawajai kutoa pia albamu ama EP ndani ya mwaka mmoja kwa kipindi ambacho wanapeana nafasi. Sasa jambo la pili pia, katika tuzo za muziki Tanzania TMA, Diamond ameweza kushinda mara 22 akiwa ndiye msanii ambaye alibeba mara nyingi zaidi kwa muda wote. Lakini kwa upande wa Alikiba anashika nafasi ya pili akiwa ameshinda tuzo 18, na mara ya mwisho alifanya hivyo kupitia wimbo wake wa Mahaba mwaka 2023. Vile vile jambo jingine, Diamond amewahi kubeba 7 tuzo za TMA kwa usiku mmoja. Hiyo ilikuwa ni msimu wa mwaka 2014, Alikiba akijaribu kuivunja rekodi hiyo mwaka 2015, ila akaishia kubeba 5, na hata alipojaribu tena mwaka 2021 akaishia kubeba 5 vile vile. Alikiba pia hajawahi kufungiwa wimbo wake wa aina yoyote na Baraza la Sanaa Tanzania BASATA kutokana na kukiuka pengine maadili, wakati ambako Diamond Platnumz tunaona ameweza kufungiwa nyimbo 2, nyimbo yake ya Hallelujah mwaka 2017, lakini pia nyimbo yake ya Waka mwaka 2017, lakini pia the same video ya wimbo wake wa Mtasubiri mwaka 2022 iliweza kufungiwa. Lakini pia Diamond ni mwanamuziki wa pili ambaye anatazamwa zaidi kule YouTube barani Afrika nyuma ya Burna Boy kutoka nchini Nigeria, ila Alikiba bwana hayupo hata katika 10.4 bora ya waliotazamwa sana katika mtandao huo wa YouTube ambao ulianzishwa Februari 14 mwaka 2005 nchini Marekani. Lakini pia Diamond ndiye mwanamuziki pekee Afrika mwenye wafuasi wengi, kwa maana kwamba subscribers wengi YouTube, akiwa nao zaidi ya milioni 10, wakati Alikiba akiwa hayupo hata kwenye 10 bora Afrika, na kwa Tanzania akiwa nje ya 5 bora akiwa na wafuasi wake milioni 2.1. Lakini pia star huyo wa WCB Wasafi bana anakuwa mwanamuziki wa kwanza kusini mwa jangwa la Sahara kupata tuzo 3 kutoka YouTube ambazo ni Silver Creator Award kwa wafuasi wale milioni 10 na Gold Creator Award. Na mwanamitindo na Miss XXL After School Bash mwaka 2010 Hamisa Mobeto hadi sasa ameweza kutokea katika video za nyimbo 2 za Diamond Platnumz. Mwanzo ilikuwa ni mwaka 2012 na Salome mwaka 2016, huku kwa Alikiba akitokea katika video moja tu, Dodo mwaka 2020. Diamond Platnumz kikweli ndiye msanii pekee Tanzania ambaye aliyesikilizwa mara nyingi zaidi katika jukwaa la Boomplay Music akiwa na streams zaidi ya milioni 550, huku Alikiba akishika nafasi ya 7 kwa Tanzania akiwa na streams milioni 216. Record label ya Diamond Platnumz WCB Wasafi ina rekodi ya kusaini wasanii 8 hadi 7, huku wakike wakiwa wawili, Queen Darlene na mwadada Zuchu, wakati ile ya Alikiba Kings Music imesaini wasanii 6 kwa ujumla na hakuna hata mmoja wa kike. Vile vile Diamond Platnumz ameweza kushirikiana na wasanii 5 kutoka Marekani ambao ni Rick Ross,
mwaka 2017 nyimbo ilikuwa inakwenda kwa jina Lewaka. Lakini pia Marry You ameshiriki na New York mwaka 2017, lakini pia Omarion Africans Built mwaka 2018, lakini pia Alicia Keys Wasted Energy mwaka 2020 na Ciara Low mwaka 2025. Ila Alikiba bana amefanya collab na msanii mmoja tu wa nchi hiyo, naye ni Arakel katika mradi wa 18 ambao uliweza kuwakutanisha wasanii wakubwa Afrika akiwemo Two Face na Fela Ipupa, kisha kutoa wimbo wa pamoja Hands Across the World mwaka 2010. So mambo yako hivyo. Kopa linakwenda kwa Alikiba ama linakwenda kwa Diamond Platnumz. Endelea kudondosha kupitia comment section, alafu tuweza kuangazia next video kwa zuri kabisa.